kuna viongozi wa kwaya, viongozi wa vikundi, viongozi wa jumuiya, wazee wa kanisa, wainjilisti, wachungaji, wakuu wa majimbo, wajumbe wa halmashauri kuu. Hao wote kazi yenu kubwa ni kumsaidia mali zote mnazoziona, kama mmezisajili kwa jina KKKT Dayosisi ya Dodoma, mwenye mamlaka aliyekabidhiwa ni Baba Askofu. Mzee Mshana, naomba usimame ninapoapa. Simama Mzee Mshana. Naomba wageukie. Mmemwona? Sasa angalieni hii picha ilipo hapa. Baba Ndosi alikuwa kama Mshana ndiye. Sawa? Lakini Baba Kinyunyu akamkabidhi fimbo hii, akamkabidhi pete, akamkabidhi na msalaba, na kisha kwenye kile kitabu cha kubarikiwa kwake akapewa orodha ya watumishi wachungaji wote, akakabidhiwa. Tafsiri yake, ukiwa na gitaa sio la kwako, ukiwa na benchi sio la kwako, gari sio la kwako. Iliyoandikwa kwa KKKT Dayosisi ya Dodoma, mwenye mali ni huyu. Kuna mamlaka ya kuuza wala kumwazima mtu aondoke naye. Ukitaka kufanya jambo lolote lile, bodi ya wadhamini waseme sisi hili tunalifanya, Baba Askofu tunaomba waruhusu, au usharika wa kathedro wauze hiyo gari na hela wataingiza kwenye akaunti kwa idhini na mamlaka aliyopewa. Sasa ninyi mkifanya jambo lolote, yeye siku anaweza akafikia mahali akasema sasa madeni yamenifika hapa, akasema sadaka zote za dayosisi nzima pelekeni makao makuu. Yeye mwenyewe dayosisi aliyekabidhiwa, na hakuna mtu wa kumzuia pia usipeleke, kwa sababu ninyi nyote mnajulikana waumini wa KKKT Dayosisi ya Dodoma. Vitu hivi ndio vinamtambulisha yeye kwamba huyu ndio kiongozi wa Dodoma. Kuto kufanya hivyo, huyu hamumpi nguvu na yeye mnajipa uzaifu. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni nini? Dayosisi hii ni ya kwenu, wana Dodoma, mmekabidhiwa ninyi, ili kusudi mumsaidie askofu. Akifanya vizuri, Dodoma imefanya vizuri. Akifanya vibaya, Dodoma imefanya vibaya. Kwa hiyo ombi langu kwenu kwamba mshikamane. Baba Askofu naona ana maono mazuri tena makubwa ya kuwafikisha mbali, na kwa njia hiyo itakuwa ni Dodoma nyingine kabisa ambayo ni ya mfano. Kwa hiyo naomba sana endelee kwa ushirikiano sana, yeye pamoja na msaidizi na katibu mkuu na wakuu wa majimbo wote pamoja na halmashauri kuu. Na mimi nikupongeze, umepata wajumbe wa halmashauri kuu wako makini ambao wanaweza kufanya kazi. Jamani, shikamaneni, fanyeni kazi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Baada ya kusema maneno hayo, Baba Askofu, mimi nikushukuru sana. Sana. Mshana amekaa. Nashukuru sana. Maana nimekaa kwa muda mrefu. Niseme nashukuru sana. Kimsingi. Niseme kwa uwazi kabisa kwamba mimi ni mchungaji, lakini mimi ni mtu wa miradi, mimi ni mchara. Kwa hiyo mambo ya miradi yote nilikuwa naangalia jinsi presentation zinavyokwenda, ninajifunza mengi, lakini kwenye utawala huko niko vizuri pia. Kwa hiyo ninawaomba sana Baba Askofu, ili na kusema wawezeshe watu, mimi naomba niwekee mkazo sana. Utapata watu wazuri, masomo mazuri ndani ya dayosisi yako, hasa wachungaji. Nikutakie baraka na amani ya Mungu na mkutano mwema. Naomba niwaage mkutano jamani. Asanteni kwa heshima mlionipa. Karibuni Morogoro ni kwenu. Morogoro ni kwenu. Karibuni wakati wote. Asanteni sana. Nashukuru sana Baba
kuachia muda wako na ukaja kugawia ujumbe wa neno la Mungu, na hata umeongea nasi kututia moyo. Baba Mungu akubariki sana. Tunakuomba tupelekee salamu za kipekee katika dayosisi yetu ya Morogoro na watumishi wenzako pale ofisi kuu wapokee salamu zetu kutoka Dodoma. Mimi nafahamu vizuri na ushirikiano na bahati nzuri, wakati ni msaidizi wa askofu na mimi hapa ni msaidizi wa askofu, kwa naamini sana yale kidogo kuna shida. Wakati ni kanisa liliponituma kufundisha pale Morogoro, baba askofu Kindwa alinipa ushirikiano mkubwa sana kwenye mkutano wa dayosisi ile, naalikwa na shirikiano na hao viongozi. Kwa hiyo tumekuwa ni ndugu, ni familia, na naamini kwamba Mungu ataendelea kujenga uhusiano huu na kutuimarisha zaidi katika huduma. Mungu akubariki sana. Hapa nitamwomba